Haleluya. Amina. Haleluya. Roho ya usaliti. Leo ni siku maalum kwa ajili ya kushughulika na roho za usaliti. Inawezekana mahali unapopitia au mapito unayopitia yuko mtu au ndugu au rafiki alifanya usaliti. Sema amen. Amen. Kazi kubwa ya adui wa nje hawezi kukupata bila kutafuta adui wa ndani. Ni lazima atafute wa ndani yako, wa karibu na wewe, ili apate kumnunua, ili apate kumhonga, aweze kukusaliti, aweze kukuuza. Sema amina. Tunaposoma Biblia tunaona Yesu alipokuwa ameketi chakulani pamoja na wanafunzi wake, alianza kusononeka na kuwaambia ya kuwa yuko mmoja wenu atakayenisaliti. Amen. Na yule atakayenisaliti ndiye nitakayemtowezea tonge. Naye alikuwa kinena habari za Yuda Iskarioti. Amen. Sema amina mpaka wachawi wapigwe. Amina. Katika Biblia kuna usaliti tumeona umetokea mara tatu. Kuna usaliti wa Yuda Iskarioti, lakini pia kuna usaliti wa Absalom aliyekuwa mtoto wa Daudi. Na ukifuatilia sana maandiko katika kitabu cha Waamuzi utaona Samson naye alisalitiwa na Delila. Amina. Kwa hiyo tunaona usaliti aina tatu katika maandiko matakatifu. Hapa Yesu anazungumzia usaliti wa Yuda Iskarioti, aliyekuwa mtu wake wa karibu, aliyekuwa rafiki yake. Amen. Aliyekuwa mbeba mikoba. Amina. Aliyekuwa mtunza fedha. Akaona tamaa ya kupenda fedha, akamuuza kwa vipande 30 ili apate kwenda kuuawa. Amina. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amen. Leo hii watu wanaharibikiwa kimaisha kwa sababu ya kusalitiwa na ndugu zao, kwa sababu ya kusalitiwa na marafiki, kwa sababu ya kusalitiwa na watu wao wa karibu. Alikusaliti ndio maana alikuendea kwa mganga akakuibia nyota. Alikusaliti ndio maana akakuendea kwa mganga akakufunga. Ameuza nyota yako kwa sababu ya tamaa za fedha, sababu ya tamaa za utajiri. Watu wengi watolewa kafara. Hii ni usaliti, ni kwa sababu ya tamaa ya watu kutaka maendeleo ya haraka haraka. Amina. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amen. Usaliti huu hauwezi kuja hivi hivi. Lazima kuna roho inayoingia watu, kuna roho inayozunguka, na roho hii imetoka kwa shetani. Sema amen. Sema ina mpaka adui apigwe. Amina. Hata hapo ulipo inawezekana kuna mahali uliumizwa kwa sababu ya usaliti. Kuna mtu mlikuwa mnafanya naye biashara, kwa sababu ya tamaa na roho ya usaliti akakuibia au akakudhulumu. Umeanguka kiuchumi kwa sababu ya hii roho ya usaliti. Leo hii mataifa mengi yanapigana, yanagombana, familia nyingi zinapigana na kataliana na kugombana kwa sababu ya roho za usaliti. Amina. Adui amechukua mmoja wapo ndani ya ile taifa, akamjaza roho ya usaliti, akamuonga na fedha ili asaliti taifa. Ndio maana unaona vita vinaendelea taifa na taifa. Leo Yesu atusaidie, roho za usaliti ziondoke kwetu katika jina la Yesu. Amen. Nasema Yesu aingilie kati. Kama kuna roho ya usaliti inatembea, imesababisha kampuni yako ikadorora, imesababisha kampuni yako ikaanguka, leo mkono wa Bwana uingilie kati na ukang'oa hizo roho za usaliti kwa watu waliokuzunguka. Amina. Usaliti unapoingia mahali hauchagui, hauangalii huyu ni nani. Unaweza ukasalitiwa hata na mtoto wako wa kumzaa. Nimekuambia habari za Daudi aliposalitiwa na Absalom. Absalom alijifanya ni mtu anapenda watu, anawapenda watu wa Israeli. Alikuwa karibu na kusikiliza matatizo yao, kila wakati anawahudumia kwa ukaribu. Kumbe alikuwa na tamaa ya kushika nyadhifa ya baba yake. Alikuwa anatafuta ufalme wa baba yake. Amina. Sema amina yenye nguvu kabisa. Amina. Sema amina mpaka wateketee. Uko tayari wakina Absalomu wafichuliwe? Uko tayari wakina Absalomu wasukumwe watoke?
Uko tayari roho za Absalomu zitoke kwenye maisha yako? Hebu sema zitoke katika jina la Yesu. Hebu sema ziachie katika jina la Yesu. Hebu sema ziyeyuke katika jina la Yesu. Roho ya usaliti ni hali ya kuwa na nia ya kisirisiri. Manake mtu ana nia ya kisirisiri ya kuharibu uaminifu wake kwa faida yake binafsi. Yaani mwanzo ulimwamini, mwanzo ulimweka karibu, mwanzo ulimpenda ukamheshimisha, lakini akawa na roho ya kisirisiri ya kutafuta faida yake mwenyewe. Amen. Manake anatafuta ukubwa kwa kutaka kukusaliti wewe. Amen. Kama vile Yuda alivyotaka utajiri kwa kumsaliti Yesu. Amina. Ili Yesu akafe yeye awe na fedha. Amina. Sema amen. Amen. Usaliti huu hauko tu kwa Yesu, uko makanisani, uko kwenye familia, uko kwenye makampuni mnayofanya kazi, mko maeneo ya biashara. Yaani ni mfanyabiashara mwenzako anakusaliti, anaenda kwa mganga, anakuuza wewe pamoja na biashara yako. Amen. Anakuletea dawa za kukuangamiza kwa sababu ya tamaa zake binafsi. Amen. Ya faida zake binafsi. Amen. Leo hii tunaona watu wanazaa watoto wazima wazuri kabisa, lakini shetani anaingiza roho ya usaliti, anaanza kuwatumikisha ili waje wakuue, ili waje wamchukue mama au baba, waje wamtoe kafara. Sema amen. Amen. Hii yote kama mtoto huyo angekataa, manake angeishinda roho ya usaliti, lakini kwa sababu roho ya usaliti ilimuingia, akakubali kuingia upande wa shetani, ili baadaye akiambiwa toa kafara, atoe kafara. Amina. Sema amen. Amen. Hata kwenye kazi ya Mungu hii unaona vita ni vikali kwa sababu ya usaliti. Sema amen. Amen. Watu unaweza ukamchukua mtu vizuri, ukamfundisha huduma vizuri, lakini mwisho wa siku akawa ni adui wa ndani, akawa ni Yuda Iskarioti, kwamba ana matakwa yake, ana mapenzi yake. Amen. Ana mahitaji yake. Amen. Ana nia zake mwenyewe. Amen. Kumbe akashindwa kuelewa kwamba hata kile anachokisaliti kama angekisapoti, kama angekihudumia, kingeinuka na yeye kingemsaidia. Amina. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amen. Msaliti hana tofauti na mtu anayeikojolea sahani mnayoilia chakula. Amina. Hana tofauti. Sahani hiyo hiyo anataka iwekwe pilau ale, lakini mwisho anaikojolea mkojo. Ndio wasaliti walivyo. Msaliti anaweza kawa yuko hapa, wachawi wakamgeuza yeye ndio airport ya kutua, kwamba tupate taarifa kupitia wewe. Lakini utamkuta kwenye kwaya yumo, utamkuta kwenye utumishi yumo. Kumbe ni msaliti anayetumika kutoa taarifa za pale, kuzipeleka nje. Amen. Kuleta uharibifu pale kwa ajili ya watu wa nje. Amen. Na wanamwahidi kwamba tutakupa vitu fulani, tutakupa vyeo, ili mradi aharibu kile anachokitegemea. Yeye ndio akiumwa anapakimbilia pale, akisikia mahitaji anakimbilia pale, lakini mwisho wa siku anapasaliti. Hana tofauti na anasaidia kwenye sahani ya kulia. Amina. Sema ameni mpaka wapigwe popote walipo. Amina. Sema amina mpaka adui yako apigwe. Amina. Msaliti naye saa hii mtaongea vizuri, atanena na kwa lugha, lakini akitoka nje ya pale ataanza kupanenea vibaya. Amen. Huyo ni msaliti. Sema amen. Amen. Ndio maana Biblia inasema musile nao wala kushirikiana nao, kwa sababu hizi roho zina tabia ya kuambukiza. Mtu akisha asi au akasaliti, ukisha shirikiana naye, tayari ile roho ya usaliti itakuingia. Amina.